Kamanda, habari za wakati huu? Salama, mambo vipi? Safi tu, kwema. Kwema, Mungu mkubwa. Mungu ni mwema na kesho tunaelekea katika mwaka mwingine, mwaka wa 2026. Tuzungumzie kuhusiana na michezo. Jana tumeshuhudia timu yetu ya Taifa Stars ikifuzu kwenye mashindano haya ya CAF. Tuzungumzie mchezo kwa upande wako, mchezo ulikuwaje, lakini pia tutazungumza mambo mengine zaidi ya kimichezo. Mchezo ulikuwa mzuri obviously. Kwanza tuwapongeze sana wachezaji wa timu pamoja na bench lote la ufundi chini ya kocha Miguel Angel Gamondi na wasaidizi wake wote ambao yuko nao kule. Of course ni jambo la kutia sana faraja kwa maana ya matokeo haya ambayo tumeyapata kama nchi. Imagine nchi ambayo bado haijaweza kupata ushindi kwenye mchezo wake hata mmoja wa michuano toka imeanza kushiriki, lakini bado inafuzu kwenda kwenye hatua ya 16 bora. It's a huge milestone na kitu ambacho mimi nadhani tunaweza tukakichukua na tukajenga ukawa msingi wa angalau kufika hata hatua ya robo finali kwenye michuano ijayo ya AFCON ambayo sisi pamoja ya wenyeji. Kwa hiyo yalikuwa ni matokeo mazuri and of course kazi credit kubwa sana iende kwa kocha Miguel Gamondi ambaye hata kama tunaweza kusema kwamba kuna element ya bahati, lakini ile element ya bahati ilijengwa kwenye msingi wa maelekezo yake na mbinu zake kama kocha. Kwa hiyo it was a good result. Kwa tathmini yako kutokana na mchezo uliochezeka, ni vitu gani vitatu ambavyo vimefanya Taifa Stars kufuzu licha kuwa hatujapata alama tatu, hatujakuwa kwenye ile lenki ambayo tulikuwa tukitarajia? Kwanza ni teamwork. Tanzania ni timu ambayo inacheza sana kitimu, especially kwenye eneo la ulinzi. Kila mmoja anajituma na kila mmoja anacheza kwa ajili ya mwenzie. Kingine nadhani ni selection ya kocha. Selection ya kocha imekuwa na matokeo mazuri kwa maana imeipa timu balance sahihi kwenye eneo la ulinzi na hata kwenye eneo la kushambulia. Na kingine ni mchezaji mmoja. Kuna wachezaji kama Bakari Nondo Mwamnyeto, good performance kwake. Kwangu mimi ndio mchezaji bora wa Tanzania kwenye AFCON hii. Goalkeeper Foba na Masalanga ambaye aliingia jana wakati Foba akiwa hayuko sawa. Faisal Salum alikosekana kwenye mchezo wa kwanza, anarudi kwenye mchezo wa pili na kwenye mchezo wa tatu anafunga bao ambalo ni decisive. Kwa hiyo ukiniuliza nikutajie sababu kubwa ni hizo, kwamba timu inacheza kitimu, mbinu za kocha, lakini baadhi ya standout individuals, mtu kama Alphonse Mabula, Fei kwa goli lake, Mwamnyeto, kwangu mimi inaweza nikataja hizo kama sababu tatu. Mwamnyeto amekuwa akiimbwa sana na baadhi ya wachambuzi hapa Tanzania kwamba ni mchezaji ndio alofanya vizuri kwenye mashindano haya ya AFCON. Kwa upande wako wewe nao imekuwa hivyo hivyo. Ni nini ambacho kimekushawishi na kuona kwamba ni mchezaji anayefanya vizuri zaidi? Unajua Bakari Nondo Mwamnyeto ni mchezaji ambaye wengi walikuwa wameshaanza kumwrite off kwa sababu hachezi kwenye klabu yake ya Yanga. Na kimekuwa ni kipindi kigumu kwake toka alipoibuka mtu kama Ibrahim Baka akaanza kupata nafasi Yanga pale na akachukua nafasi yake eventually kwenye national team. Lakini you can imagine kwamba kocha Gamondi anamuelewa, anaelewa nini ambacho anakileta na amemwamini. Kwa hiyo ni ubora wake, inaelezea ubora wake kama mchezaji kwamba amekuwa nje all that time, lakini bado kwenye mashindano crucial kama haya bado ameweza kuonyesha kitu. Na pia tumsifu Gamondi kwa vision yake, kwa sababu makocha wengine labda asingekuwa na ujasiri wa kufanya kile ambacho yeye amekifanya. Tuzungumzie goli alilofunga Faisal Salum Abdalla Feitoto. Ni goli tukiangalia katika mashindano ya AFCON 2021 alifunga dakika ya 48. Na siku ya jana pia aliweza kufunga dakika hiyo hiyo ya 48 dhidi ya Tunisia. Kuna nini kati yake hapo? Siri gani iliyojificha kwa upande wa Faisal Salum Abdalla? Faisal ni mchezaji mzuri. Best attacking midfielder wa Tanzania kwa wakati huu tulionao. Na issue hizo za dakika 48 ni coincidence tu. Angeweza kufunga bao muda wote ule na lingekuwa bao crucial. Lakini ni mchezaji bora ambaye tunaye kwa sasa hivi na hatuna budi kumsifu kwa kile anachokifanya. Tuzungumzie upande wa Ibrahim Baka ambaye baadhi wachambuzi walikuwa wakisema kwamba ni mchezaji ambaye hatumuelewi kwa namna moja ama nyingine, na katika goli la jana ndio anasema kwamba yeye ni chanzo cha kusababisha hadi kufungwa na Tunisia. Yaani unajua kwanza watu wanapaswa kuelewa kwamba mashindano haya ni magumu, pressure ni kubwa, na
kila mchezaji anapofanya mistake, sio kwamba kafanya mistake kwa makusudi yake, kwamba alikusudia kufanya vile. Mistake inafanywa na mtu yoyote tu, mtu wa level yoyote tu, na it doesn't matter. Hata ukifanya makosa, ubora wako bado unabaki pale pale, kwa sababu kosa moja halikudefine wewe katika maisha yako. Kila mtu kwenye eneo lake la kazi kuna siku anakosea, lakini sasa sio kesi ya kila siku. Ibrahim Baka akosei kila siku. Alikuwa anakosea kila siku, tungesema kwamba huyu ni beki wa kawaida anakosea kila siku, lakini mistake ile ambayo ilisababisha penalty ni jambo la kawaida, na ndio maana teammates wake walipambana na matokeo yakapatikana. Kwa hiyo kosa lake halikudefine mchezo. Kwa hiyo it's not a big deal, we move on. Makosa yanatokea, unaachana nayo, you try to avoid them next time. Kwa hii nafasi tulipata ya kuingia katika best loser na tunakutana na Morocco siku ya Jumapili. Kwa mtazamo wako unadhani tutaenda kwa namna gani hasa kwa ukiachana na ushindi huu tuliopata wa sasa? Kwetu kama nchi lazima tukumbuke kwamba sisi ni taifa la aina gani linapokuja swala la michezo na football, hasa eneo la AFCON. Kwa hiyo kwa level yetu sisi kufika kwenye 16 bora is a big deal. Whether tutafungwa hata goli 50-0 na wenyeji, kwa sababu tutahitaji sana bahati kuwatoa. Morocco ni timu bora, lakini ni wenyeji. Ni mechi ambayo nadhani AFCON nzima itakuwa dhidi yetu, kwa sababu probably Morocco ikitolewa AFCON inaweza ikadorora, kwa sababu hata watu watakuwa hawaji viwanjani. Lakini sisi lengo letu limetimia, tumefika hatua ya 16 bora, and that's the biggest achievement ambayo tunaweza tukafika. You can imagine tumeshiriki AFCON kwa mara ya kwanza mwaka 80, tupo tumewahi kushinda hata mchezo mmoja, leo hii tuko kwenye 16 bora. Kwa hiyo wachezaji wa enjoy kuwepo sehemu ya timu 16 ambazo zinabaki mashindanoni. Matokeo yatakayotokea it doesn't really matter, kwa sababu sisi kama taifa ambalo sio kubwa kwenye michuano ya kimataifa, feeling ya kufuzu 16 bora ni sawa na kubeba kombe lenyewe. Yeah. Tuzungumzie kiwango cha Miguel Gamondi, kocha huyu ambaye baadhi ya makocha hawakufika pale alipofika yeye. Kwa mtazamo wako unamzungumzia vipi kocha huyu? Of course ni kocha mzuri, na maamuzi yake in terms of team selections na mbinu ndio ametufikisha hapa, lakini lazima tukumbuke pia kwamba tumekuwa na bahati sana pia, kwa sababu last AFCON tulitoka na point 2, lakini kwenye eneo la best losers kulikuwa na watu mbele yetu. This time around hali imekuwa tofauti, kwamba tumekuwa na point zile 2, lakini we are among the best losers, which tells you kwamba tulikuwa na bahati kiasi gani. Lakini all in all hiyo bahati imekuja kutokana na mipango ambayo aliiweka yeye. Kuna msemo unasema fortune favors the brave, bahati huwa inawapendelea wenye ujasiri. Yaani kwa sababu ya kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo ni kazi nzuri na tunampongeza na kumsifu kile ambacho kimetokea. Wachezaji watatu kwa waliofanya vizuri kwenye mashindano haya toka alipoanza ni nani na nani? Mwamnyeto, Foba, Alphonse Mabula. Lakini watu wanazungumza sana kuhusiana na kocha Miguel Gamondi. Kwa nini hawachezeshi wachezaji wa Simba na kuwaweka sana wachezaji wa Yanga? Hii imekaaje kwa upande wako? Ni ujinga ambao Watanzania tunapenda kuuendekeza. Ni ujinga pale kwenye Taifa Stars hapaswi kuwa na matabaka ya klabu. Ndio. Pale ni wachezaji wa Tanzania, na mimi kiukweli sitaki kuentertain huu mjadala. Ni wachezaji wa Taifa Stars na kocha anapanga kulingana na kile ambacho anakiona kwa timu ambayo inapaswa kupangwa. Kwa hiyo let's not entertain upuuzi wa Simba na Uyanga. Wale ni wachezaji wa Tanzania na pale sio klabu zinazoenda.